Habari ya muda huu, leo nakuja na mada nyingine lakini katika mfumo wa challenge. Naomba tushare mawazo kulingana na wewe ambavyo unafikiri yako kitakuwa sahihi, lakini pia nitaomba maelezo kidogo. Leo tuone namna gani ambayo unaweza kumsaidia mama kwa kuweza kutoa taarifa mapema zaidi. Maana yake tunaweka makundi matatu ya mwanamke na kuweza kuona namna gani ambavyo mama anapaswa kutoa taarifa mapema zaidi. Kundi la kwanza la mwanamke ni mwanamke ambaye hajawahi kupitia changamoto yoyote wakati wa upatikanaji wake ujauzito, lakini baada ya kupata ujauzito anatamani kutoa taarifa na hajapitia changamoto yoyote na muda wote yuko salama. Je, yeye anapaswa kutoa taarifa wakati gani? Lakini kundi la pili la mwanamke ni mwanamke ambaye ashakutana na changamoto za mimba na zilizopita, maana yake yani sio mimba sasa hivi, lakini anatamani kutoa taarifa. Na wakati gani kwake yeye kutoa taarifa? Pale ambapo anajisi mjamzito. Lakini kundi la tatu ni mwanamke ambaye amepata ujauzito na mazingira yake hayaruhusu. Inawezekana familia au ndugu au sehemu ya kazi ambapo anafanyia kazi au mazingira shuleni, inawezekana amepata ujauzito akiwa shuleni. Je, mwanamke yupi anapaswa kutoa taarifa mapema zaidi na mwanamke yupi hapaswi kutoa taarifa mapema zaidi? Katika makundi yote haya matatu unaweza kuniambia labda yote anapaswa kutoa taarifa mapema zaidi, au kundi la pili au la tatu au la nne halipaswi kutoa taarifa mapema zaidi? Na kwa sababu unasema huyu anapaswa kutoa taarifa mapema zaidi, na kwa sababu huyu hapaswi kutoa taarifa mapema zaidi?